Wanaoambiwa hivyo sio wote. Kwa sababu ulimwengu una watu walio wenyeji wa ulimwengu. Ukienda upande wa kushoto wa ulimwengu na upande wa kuume wa ulimwengu, ulimwengu una kanuni zake, na walio wa ulimwengu wanatembea kama kanuni za ulimwengu zilivyo. Lakini sisi ambao ni wageni tunatakiwa tuyaone kama wasioona. Tuko humo ni kwa muda, kwa kusudi maalum, lakini tusifuatane na jinsi watu wa ulimwengu wanavyoenenda. Kusudi nini? Tusipoteze kile tulicho nacho, maana kina windo kwa njia mbalimbali. Bwana Yesu asifiwe. Hapo niseme hivi, hilo ndio kusudi la Petro kuwahimiza wateule wale ambao walikuwa kwenye maeneo hayo, kama vile sisi nasi tulivyo hapa ulimwenguni, lakini wageni kama maandiko yanasema, lakini tukitazamia kuingia katika mji ule. Sasa niende na maswali, maana tukienda na maswali yetu, maswali ni yafuatayo: mbinu za kuupata uraia ni upi? Jinsi ya kupata uraia. Sitaki nisome maandiko mengi, tutakuwa hiyo andiko moja tu, lakini nitaongea mengi kwa sababu nimepewa dakika. Ili uweze kupata ufalme wa mbinguni, hakuhitaji vingi kama vile watu wengine anavyotakiwa kupita kwenye michakato mingi. Sisi tunaambiwa ya kwamba kwa kupata ufalme wa mbinguni, mpendwa, sikiliza hiki, kataa upende. Inawezekana tunaweza tukawa hapa kwa kusudi la kumtaka mtu mmoja tu, inawezekana. Na ikiwa utaona hiki tunachokifanya hapa kama mzaa, ninaamini mbele ya safari ili utaulizwa tunafanya hivi, si kwa kitu kingine kulipa deni. Nataka nikuambie hivi, njia au mbinu ya kupata ufalme wa mbinguni si kwa kufanya mengine yoyote ile, lakini ni kumwamini huyu Yesu ambaye wewe unamuona ya kwamba si kitu, lakini utakubali siku moja kwamba yule uliyemuona ya kwamba si kitu, kumbe ndio kitu. Hata wa ndugu zake na Yusufu, wakati walipokuwa wakiishi na Yusufu, na Yusufu alipokuwa akiwaambia shuhuda zake na ndoto zake, hawakukubali. Walimuona kuwa mtu wa kawaida kabisa, lakini siku za mwisho sana wakafikia kukiri kwamba yule tuliyemuona mtu wa kawaida na habari zake tukavikamata kama si kitu, kumbe ndio kitu ndio kitu cha muhimu sana. Yesu Kristo huyo kimwamini, basi hauna kingine. Huyo kama inavyo tunavyoambiwa na tunavyoambiwa katika maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Yohana 16 pale 16:1-8 nasema hivyo, mimi ndimi njia. 14:1-8 inakuambia, inakushuhudia hayo ya kwamba huyu Yesu ndiye. Huyu Yesu ndiye. Na leo tuko hapa kama mawakala wa Yesu. Wewe ambaye mpaka hapa utampokea Yesu kuwa Bwana Mwokozi maisha yako, njooni umpokee, ili huyu Yesu yeye pekee awe kwako kibali. Yeye pekee ni ufunguo. Unapokuwa naye huyu maishani mwako, basi ufalme wa mbinguni unao tayari. Elewa, kabla ya kipindi hiki, wapo wandugu zetu walioishi ulimwengu wa hiyo jana. Leo utawatafuta katika ulimwengu wote mzima, kwa kona zote 4, hauwezi ukawaone Bwana. Pamoja na umaarufu wao wote, hawapo, wameshapotea, wametutangulia. Na kuna wale wengine ambao tuliishi nao hiyo jana, lakini leo watu ambao tuliotembea nao tukafanya nao huduma hapo, sawa ndugu zangu, lakini kwa sasa wametupotea ghafla, wametangulia. Sasa si kwao tena, ni kwetu sasa ndio tunasubiriwa na sisi tuwafuate. Sasa hiyo safari ambayo inalazimu kila mtu aifanye, wewe unaiandaaje? Unaiandaaje? Mbinu za kuiandaa hiyo safari sio kwa kufanya mambo mengine yote yale, ni kuamini huyu Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako basi. Lakini sasa kufuatia, unaweza ukawe
umeshamwamini huyu Yesu na akawa Bwana Mwokozi wa maisha yako, hicho pekee hakijatosha. Kuna vipengele vinavyofuatana sasa pale. Kitu kingine ni kipi? Baada ya kumwamini Yesu Kristo kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, unatakiwa sasa kumtunza vema, kutunza hicho kitu kibali. Ni sawasawa na sisi wakimbizi walioko kambini ya ruhusu hapa. Mtu anaweza kukwambia yeye bwana, kama nyumba italungula ilungule tu, lakini form haimzulishe. Form haimzulishe. Kwa nini? Kwa sababu kwenye form anajua siri ya form. Na sisi katika ulimwengu wa roho, namna hiyo utaenda kuona, kwa sababu ya kuona umuhimu wa hiyo form hiyo, inatunzwa kwa aina yake nyingine. Form inatunzwa kwa aina yake nyingine. Wengine wanaichukua picha, inahifadhiwa kwenye simu sijui, wengine wamehifadhi sijui hata kwenye maprogramu zao zingine huko, ili ikipotea ile sample ya fomu iwe hai katika ulimwengu mwingine, inahifadhiwa kwa njia nyingine. Na sisi ule Yesu unaweza ukampokea asubuhi, lakini mchana ukampoteze, jioni ukampoteze, kesho ukampoteze. Tunaomba kumtunza vema kwa kujiepusha na uovu wowote ule utakatifu, kwa kujiepusha na uovu wowote ule. Hebu jitathmini, unaye au bado umeshamdondosha? Na ikiwa umeshamdondosha, wakati ni huu wa wewe tena kurekebika, kurekebika na kufanya hatua ili uweze kupata kile ulichokidondosha. Ndio maana kwenye kitabu cha Ufunuo 2:8 inasema hivi, shika sana ulicho nacho. Kwa nini? Naja upesi. Kwa sababu yeye anakuja upesi, na katika kuja kwake kuna kusudi kuu, kumlipa kila mtu sawa sawa. Hiyo neno kumlipa kila mtu sawa sawa, si kwamba wavivu watalipa mshahara ulio sawa sawa na watu mashujaa, na si kwamba mashujaa tunaweza tukawa sote mashujaa 10, lakini katika mashujaa tunatofautiana katika ushujaa. Anakuja kulipa kila mtu sawa sawa. Hiyo neno sawa sawa ni kusaidia kutafakari na kutembea mwendo makini, kwa sababu yeye aliye bosi wetu atamlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo, sawa sawa na kazi yake ilivyo. Swali sasa, kazi yako kweli utalipwa sawa sawa na mtu na Paulo alivyo, au mtu na Petro au na wengine, au akwako hakuna mshahara? Kuna malipizi utatupwa katika ziwa la moto. Wakati ni huu, usitazamie kesho, maana kesho sio yetu. Kesho ni ya Bwana pekee, ndio anajua wanastahili hiyo kesho. Leo tuko hapa kwa sababu ya kiongozi wetu, mtumishi wa Mungu tuliokuwa naye tangu wakati wote huo uliopita, lakini leo tuko naye, ametutangulia, na sisi tunatakiwa kufanya bidii kuvipiga vita vilivyo vyema, ili siku moja tuweze tukaonana na wapendwa wenzetu waliotutangulia. Nimalize kwa kusema hivi, mpendwa, Mungu anahitaji wewe ambaye umeshampokea Yesu kutunza huyo Yesu katika maisha yako, na wewe ambaye bado hujampokea Yesu, wakati ni huu mpokee, kwa sababu unaweza ukatoka hapa kufika hata nyumbani ukajikwaa, na katika kujikwaa kwako hapo msiba ukakukute. Ndio maana siku ya wokovu ni leo, usisubiri kesho, kwa sababu kesho sio ya kwetu, kesho ni ya Mungu. Na neno hilo liwe kwenu na kwangu katika jina la Yesu Kristo. Amen.